Hii ni simulizi ya mapenzi yaliyotolewa kwa moyo wote na kurudishwa kwa dharau. Alimpenda kwa moyo wote, sio kwa maneno ya matupu, sio kwa picha za kujionyesha. Alimpenda kwa matendo. Alimuona kama mke mtarajiwa. Alimuona kama mama wa watoto wake wa baadaye. Ndoto zake zilikuwa na sura yake. Maamuzi yake yalizunguka maisha yake. Alikuwa kijana wa kawaida tu, mwenye kipato cha kawaida, lakini mwenye moyo usio wa kawaida. Alifanya kazi mchana kutwa, akapanga bajeti zake vizuri. Alijinyima mavazi mazuri ili mpenzi wake apate vizuri. Alijinyima starehe ili yeye asikose tabasamu. Binti alikuwa na ndoto ya kuwa na biashara yake mwenyewe. Alitamani kusimama kwa miguu yake. Alimwahidi atamsaidia. Alichukua akiba yake yote, akampa mpenzi wake kwa ajili ya biashara. Mkopo wa kwanza haukutosha. Akaingia tena kwenye mkopo mwingine. Watu wakamwonya, wakamuuliza, una uhakika na unachokifanya? Akajibu kwa kujiamini, huyu ndiye mwanamke wa maisha yangu. Alimnunulia vifaa, akamlipia fremu ya duka. Akasimama naye mwanzo hadi biashara ikaanza kuonekana. Mwisho binti akaanza kubadilika polepole. Safari zisizoeleweka zikaanza kuongezeka. Kijana aliona dalili, lakini mapenzi yakamfanya kuwa kipofu. Lakini ukweli hauwezi kufichwa milele. Siku moja, ujumbe ukaingia kwenye simu ya binti akiwa karibu naye. Ujumbe wa kimapenzi. Ujumbe wa mwanaume mwingine. Moyo wake ulishtuka. Alimuuliza kwa upole, si kwa hasira. Mwanzo binti alikana. Maswali yalipozidi, ndiyo, yupo mwanaume mwingine. Maneno hayo yalimuumiza sana. Kijana hakujua hata cha kufanya. Binti alikuwa anamtumia tu kijana kama daraja la kuyafikia mafanikio yake. Baada ya yote, baada ya kujinyima, baada ya mikopo, baada ya ndoto zote zile, alimwacha bila hata aibu. Akabaki na yule mwanaume aliyempenda kwa dhati. Alipigania duka ambalo sasa halikuwa lake, na mwanamke aliyempigania pia hakuwa wake. Akabaki na maswali yasiyo na majibu. Usiku uligeuka kuwa mrefu zaidi. Simu haikupigwa tena. Lakini maisha yaliendelea kusonga. Alilipa madeni kwa tabu. Akajifunza kuwa si kila anayekuita mpenzi anakupenda. Wengine wanahitaji tu kile ulicho nacho. Upande wa pili, binti aliibaki kwenye mapenzi aliyoyachagua. Mwanzoni kila kitu kilionekana kama kipo sawa kwa upande wake. Lakini kadri siku zilivyopita, ukweli ukaanza kujitokeza. Mwanaume aliyempenda hakuwa huru kama alivyofikiri. Kulikuwa na siku ambazo hapatikani kabisa. Kulikuwa na majibu ya mkato. Siku moja binti aligundua ukweli kwamba yule mwanaume alikuwa tayari ameoa. Alikuwa na mke na familia yake. Alipogundua, alihisi dunia inamzomea. Ahadi zote zikayeyuka. Mapenzi aliyofikiri ni ya kipekee yakageuka kuwa kivuli. Alipohoji, alijibiwa, nilikwambia nakupenda. Sijawahi kukwambia nitakuwa na siwezi kumwacha mke wangu. Hapo ndipo aligundua kwamba alikuwa chaguo la ziada, sio chaguo la kwanza. Alikumbuka jinsi alivyokuwa akihudumiwa kwa heshima. Alikumbuka jinsi mahitaji yake yalivyowekwa mbele. Alikumbuka macho ya yule kijana yalivyokuwa yakimwangalia kwa upendo wa kweli. Na akajuta sana kumpoteza kijana yule wa kwanza. Alimkumbuka sana. Siku moja, akiwa ameyumba kimaisha, aliamua kurudi kwa kijana yule. Alimkuta kijana yule akifanya kazi zake kama kawaida, maisha yakiendelea. Lakini akiwa tofauti kidogo, sio dhaifu kama zamani. Nimeumiza moyo wako. Nilitawaliwa na hisia na tamaa. Kijana alijibu, uliniona sifai. Leo nini kimebadilika? Moyo wake ulikumbuka maumivu. Lakini pia ulikumbuka mapenzi aliyowahi kuwa nayo. Je, ampe nafasi ya pili?
Je, mapenzi yanaweza kufufuka baada ya kusalitiwa kwa kiwango kile? Au kuna maumivu ambayo hayafutiki hata kwa msamaha?